Baada ya kupewa mtihani mkubwa katika maisha yao, mtihani uliokuwa mzito na mtihani ambao uliokaa kwa miaka mingi katika maisha yao, Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake na ukubwa wake akaamua kuwatoa katika mtihani huo. Nao hao walikuwa ni Bani Israili. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia mtihani wa watoto wao wa kiume kuchinjwa na watoto wao wa kike kuachiwa, kwa maana ya kwamba Firauni alikuwa akiwatawala wakati ule alikuwa anafanya hivyo kwa kuhofia kwamba labda kuna mtoto wa kiume miongoni mwao atakuja kuwa mkubwa na atakuja kuwa kiongozi ambaye atachukua mamlaka yake. Hivyo aliamua kuwachinja Bani Israili katika kila mwaka. Watoto wote ambao walikuwa wakizaliwa katika miaka hiyo aliamua kuwachinja. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo ambaye aliamua kuwaokoa kutoka katika mtihani huo, na alisema ndani ya Qur'an, akasema ya kwamba wa idh najainakum min ali firauna yasumunakum suu al-adhab yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba na vile tulivyokuokoeni, kumbukeni Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuokoeni kutoka kwa watu wa Firaun ambao ulikuwa ni mtihani mkubwa. Walikuwa wakikupeni adhabu iliyokuwa kubwa katika maisha yao, walikuwa wakiwachinja watoto wenu wa kiume na akiwaacha wale wa kike, na katika hayo ulikuwa ni mtihani uliokuwa mkubwa kutoka kwa Mola wenu. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaondoa katika mtihani huo Bani Israili, na si kuwaondoa tu kwa kumpeleka Musa alayhi salam kwao pamoja na Haruna alayhi salam katika kutekeleza kazi hiyo, bali Allah subhanahu wa ta'ala pia akawaangamiza wale waliokuwa maadui zao, na akasema wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun, na tulipoipasua bahari kwa ajili yenu na tukakuokoeni tukawazamisha watu wa Firaun na huku mnatizama. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam walivyowachukua Bani Israili na walipofika katika sehemu ya bahari, hamna kukimbia sehemu yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala akampa amri Musa alayhi salam apige ama aiweke fimbo yake katika ile bahari kwa kuipiga, na baada ya hapo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala bahari ikagawanyika katika sehemu mbili, na wakapita watu wa Musa alayhi salam Bani Israili. Na walipopita watu wa Firaun, baada ya hapo ile bahari ikafungika kwa uwezo wake wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakazama ndani yake. Na watu wa Bani Israili ambao walikuwa wamemfuata Musa alayhi salam walikuwa wakiona hayo kwa macho yao yakitokea. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia kitu, na hapa ningependa sote tuwe makini jua hilo. Alisema wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun, na tulipomwahidi Musa masiku 40 kisha mkachukua ndama. Walichukua ndama wakaanza kumwabudia baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mkawa wenye kujidhulumu. Musa alayhi salam aliitwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo tayari wameokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoka katika adhabu hizo zilizokuwa kubwa, kutoka katika matatizo yaliokuwa makubwa, kutoka katika mitihani iliyokuwa mikubwa katika maisha yao. Allah subhanahu wa ta'ala akamwita Musa alayhi salam. Musa akaenda kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na akakaa huko kwa muda wa masiku 40. Huko nyuma Bani Israili hao ambao walikuwa wameokolewa, hao ndio ambao waliogeuka na wakaanza kuabudia ndama badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, wamesahau fadhila zote ambazo walizokuwa wamefanyiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wamesahau makubwa yote ambao walikuwa wamefanyiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Badala yake wamemchukua kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndama hana uwezo wa chochote katika maisha yao, hana uwezo juu ya kubadilisha lolote kwenye maisha yao, na wakamfanya huyo kuwa ndio Mungu wao. Wamemsikiliza shetani na hawakutaka kuendelea kumsikiliza mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam, ambaye aliletwa pale na kueleza ya kwamba hamna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakauona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao kwa yale ambayo Allah alikuwa akiwaonyesha, miujiza aina mbalimbali. Mambo makubwa yametokea katika maisha yao, kama vile kuiona bahari inagawanyika katika pande mbili ili wao wapite, na baada ya hapo wakaona Allah subhanahu wa ta'ala anavyoadhibu maadui zao. Subhanallah, hizi neema zote ambazo wamepewa katika maisha yao, lakini walizisahau zote hizo
na baada ya hapo wakaanza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun, kisha tukakusameheni nyie baada ya kufanya makosa hayo, baada ya kufanya hayo yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukakusameheni la'allakum tashkurun, ili mupate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah amewafanyia yote hayo, waliyasahau, na baada ya hapo wakaenda kinyume na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wakaanza kuabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah anasema baada ya hapo tukakusameheni. Ikisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema hamna chochote Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anatarajia katika maisha yenu isipokuwa shukurani kutoka katika maisha yenu. Mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hayo alikujalieni katika maisha yenu. Mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema za mbalimbali alizokupeni katika maisha yenu. Mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukutoweni katika dhiki zilizokuwa kubwa kwenye maisha yenu, kwa adhabu zilizokuwa kubwa katika maisha yenu. Hamna alikuwa na uwezo wa kukupeni yote hayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Je, walirudi? Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema wa idha ataina Musa alkitaba walfurqana la'allakum tahtadun, na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akampatia huyu Musa kitabu na pambanuo ili wapate kuongoka mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ili wazidi kuja kuwa ni watu waliokuwa bora wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala vile inavyohitajika katika maisha yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza haya ili tupate sisi kufahamu, kwa maana ya kwamba tuone jinsi gani ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotupenda katika maisha yetu, tuone jinsi gani ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hataki kutuadhibu katika maisha yetu, tuone jinsi gani ambavyo rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyokuwa kubwa kushinda adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hataki kutuadhibu, bali anataka sisi tuongoke. Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda wala hatuchukii katika maisha yetu. Hawa watu walikuja siku moja kwa Musa alayhi salam. Watu hawa wakasema, kila siku tunakusikia wewe unazungumza na Mola wako, kila siku tunakusikia wewe unazungumza, unasema, unakuja hapa kwamba umezungumza na Mola wako, amekwambia kadhaa wa kadhaa wa kadhaa, na sisi tunataka kwenda huko unapozungumza na Mola wako ili tumsikie anasema nini. Musa alayhi salam hakuwakatalia, akasema, chagueni watu 70 ambao walikuwa wacha Mungu miongoni mwenu ili niende nao, na baada ya hapo watakuja kukuleteni habari wa hayo ambao watakayosikia kutoka kwa Mola wenu. Basi Musa alayhi salam akaenda na wale watu 70, na hawa ndio watu bora kutoka katika koo 12 za Bani Israil. Alipofika sehemu ambao huwa anazungumza na Mola wake, akaanza kuzungumza na Mola wake. Hawa watu waliokuwa 70 kutoka katika koo hizi za Bani Israili wakaanza kusikia maneno ya kiolofia, maneno ya kiungu yanaingia katika kila sehemu ya mwili wa mwanadamu. Subhanallah, haya yalikuwa si maneno ya kawaida. Allah alivyokuwa anazungumza na Musa alayhi salam. Baada ya hapo Musa alayhi salam akawageukia na kuambia, je, mumesikia? Na je, imani zenu sasa hivi zimetulia juu ya kwamba huyo munomsikia ni Mola wenu? Wakamwambia Musa alayhi salam, wa idh qultum ya Musa, wakamwambia Musa alayhi salam, tusikize vizuri ewe Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tandurun, sisi hatutokuamini wewe Musa mpaka tumuone huyo Mola wazi wazi, kwa maana ya kwamba tunataka ajitokeze hasa tumuone na macho yetu na ajitambulishe kwetu ya kwamba yeye ndio Mola wetu. Hapo ndipo ambapo tutakapoamini kwamba kweli yupo, lakini hivi tu kwa kusikia sauti hatutoamini jua hilo. Subhanallah, tizama mipaka ambao walikuwa wamechupa katika maisha yao. Wanamfikiria Mola wao kama wanapofikiria viumbe vingine, wanamfikiria Mola wao kama wanavyojifikiria wao wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala uungu wake umezidi ukubwa, kwa maana ya kwamba hamna kinachofanana na Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu. Vipi leo utakuwa ni kiumbe ambacho chenye kumwambia Mola wake ya kwamba ajitokeze hivi ili uweze kumwamini, na hali ya kwamba yeye ndiyo ambaye aliyekuumba wewe, yeye ndiyo alikupa uhai, na yeye ndiyo ambaye alikupa kila aina ya neema katika maisha yako, na zote unaziona zinakuzunguka kwenye maisha yako. Kingine kipi akufanyie ili aweze kuthibitisha uwepo wake? Subhanallah. Allah anasema fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tandurun,
Pale pale ulipigwa ukelele mmoja tu wa radi, na baada ya hapo wakaanza kujiona, wakawa wanatizamana, wanajiona mmoja baada ya mwingine anaanguka. Kifo kiliwafikia hapo hapo. Baada ya hapo Musa alayhi salam akaanza kulia mbele ya Mola wake, akasema, ya Rabbi, hawa ndio wabora kutoka katika Bani Israil, hizo koo 12 za Bani Israil, hawa ndio ambao walikuwa bora wao, na kama ni wacha Mungu ndio hawa. Ya Rabbi, wote hawa wamekufa sasa hivi. Mimi nikienda nikirudi kule nitawaeleza nini wale ambao walobaki kule? Watanielewa kweli? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kwa mapendekezo yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kuwarudishia uhai baada ya kifo chao. Ikawa mmoja baada ya mwingine anapewa uhai, na anamuona mwenzake anapewa uhai, anainuka baada ya vifo vyao. La'allakum tashkurun, ili waweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mara ya pili Allah anazungumza jambo hilo ili waweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mafunzo makubwa tunapata katika aya hizi ambazo Allah anawazungumzia Bani Israili. Allah subhanahu wa ta'ala, neema hizi zote anazotupa katika maisha yetu, hizi neema hatupi kwa sababu anataka sisi tumlipe katika maisha yetu. La, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitajia katika maisha yetu ni sisi kumshukuru yeye, kwa sababu anaelewa hatuwezi kumlipa Allah subhanahu wa ta'ala hata siku moja, hatuwezi kumlipa. Hata tukifanya nini kwenye maisha yetu hatuwezi kumlipa. Na ndio maana alipozungumza alisema, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Mnatolewa nie na Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake. Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukubwa wake, kwa nguvu zake, mnatolewa katika matumbo ya mama zenu hali kwamba hamuelewi lolote. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, na Allah nakujalieni nyie kusikia, kuona na kuanza kuwa na akili za kufikiria katika maisha yenu. La'allakum tashkurun, Allah hahitaji chochote kwenye maisha yenu, anachokihitajia kutoka kwenu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tujitahidi tuangalie hizi neema zinazotuzunguka katika maisha yetu, na tusiwe watu ambao wenye kufungwa macho ama kufungwa kuona kutokana na tamaa za kidunia. Leo watu wanazisahau neema kubwa ambazo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wa hayo ni uhai tu. Hivi kama uhai haupo katika maisha yako, kitu gani ambacho utaweza kufanya kwenye maisha yako? Ziko wapi zile ndoto ambazo ulizokuwa nazo unataka kuzitimiza? Yako wapi yale mipangilio uliokuwa nayo ambao umepanga unataka kuyatimiza? Ikiwa uhai haupo, leo mtu anaweza kutoa lolote ili aweze kupata afya iliyokuwa bora. Akiwa anaumwa akaenda hospitalini, hata akiambiwa atoe mamilioni mangapi, atatafuta, ataomba msaada wa aina mbalimbali ili afya yake irudi, aweze kutekeleza majukumu yake, aweze kufikia ndoto zake. Hayo ni mifano midogo. Leo Allah anakupatia afya, leo Allah subhanahu wa ta'ala anakupatia family, leo Allah subhanahu wa ta'ala anajalia kila kitu kinafanya kazi vizuri katika mwili wako. Leo Allah subhanahu wa ta'ala anajalia katika maisha yako umezungukwa na watu waliokuwa wazuri. Leo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa chakula unakula. Leo kila aina ya neema ukianza kuzihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zinakuzunguka wewe kila siku katika maisha yako, basi huwezi kuweza kuzimaliza hizo neema. Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji lolote kutoka katika maisha yetu, bali anahitaji sisi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumshukuru kwa kutoka katika mioyo yetu, tumshukuru kwa ndimi zetu, tumshukuru kwa vitendo vyetu. Na mtu mwenye kufanya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala atamzidishia alikuwa makubwa hapa duniani na kesho akhera. La in shakartum la azidannakum, yoyote atakimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamzidishia katika maisha yake ya hapa duniani na kesho akhera. Ataizidisha imani yako, ataizidisha neema zake, atazidisha malipo yako hapa duniani na kesho akhera. Huyu ndo Allah subhanahu wa ta'ala, sio kukaa na kuanza kulalamika katika maisha yako kiasi kwamba kama vile hamna ulopewa lilokuwa zuri katika maisha yako. Wallahi, tugeuze macho yetu tuangalie neema zenye kutuzunguka ili tuwe wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuje kuwa miongoni mwa wale ambao watakaoitwa hawa ni waja wenye shukurani mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya hapo watakuwa ni watu ambao wenye kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake hapa duniani na kesho akhera. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe miongoni mwa wale wenye kumshukuru yeye vile inavyohitajika, na atujalie tuwe ambao tutakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhera.
Jazakumullah khairan.